Katika interview za walimu kuna mambo ambayo ukiyafahamu yatakufanya uweze kufaulu ama uweze kwenda katika mtihani wa mahojiano ama oral interview. Fikiria kwamba wanaofanya mtihani huu wote ni walimu. Sasa kama wote ni walimu, maana yake mambo ya kawaida wanayafahamu. Mambo kama faida za kufundisha, mambo kama ipi ni njia ya kumsaidia mwanafunzi ambaye haelewi. Yale mambo ya kawaida watu wote watapata. Kwa mfano mtihani unapokuwa na maswali labda 50 au tuchukulie mtihani unapokuwa na maswali 25. Kuna maswali 15 ambayo ni ya kawaida kabisa, kila mtu anaweza akayajibu. Halafu yanakuja sasa maswali 10 ambayo ndio yanaleta utofauti. Ndio maswali haya ambayo yanaamua huyu aende na huyu abaki. Kwa hiyo kuna vitu vya ziada ukiwa navyo. Kwa hiyo mtu anayefaulu si kwamba ana akili nyingi sana, ila ni mawili. Inawezekana alikuwa na vitu vya ziada kweli, ama inawezekana kwa sababu ni majibu ya kuchagua alibahatisha. Kwa sababu kwa kawaida ukichunguza hii mitihani, robo 3 ya mtihani ama nusu ya mtihani ni mambo ya kawaida. Mambo ya kawaida tu. Alafu nusu inayobaki ndo mambo yanaanza kubadilika. Kwa hiyo humo ndio kuna watu wanakuwa wanajua kweli, lakini kuna watu pia wanaotea humo na anapita. Sasa yako mambo, kwa mfano hebu jiulize, umeshajifunza mambo yote sasa unajua, lakini unakutana na kitu kama essentialism, unakutana na labda constructivist, unakutana na mambo kama halo effect. Nani ambaye alikuwa anafahamu mambo ya halo effect? Hakuna. Kwa hiyo hapa nataka nikuonyeshe maeneo, yako maeneo mengi sana ambayo unaweza ukayaangalia, ambayo ndio maswali. Ukiyafahamu maeneo haya, maisha yako yanakuwa mazuri sana na unaweza ukawa na kitu cha ziada. Kwa sababu wengi, yani ili uweze kupita hii mitihani unatakiwa ujue mambo ambayo wengi hawajui. Sasa kwa mfano, kuna baadhi ya mambo. Tutaanza na jambo la kwanza, tutajifunza essentialism. Si rahisi kukuta watu wanafahamu hiki kitu, ni mpaka uwe surprised kwenye mtihani. Sasa essentialism ni falsafa ya elimu ambayo inaamini kwamba watu wanatakiwa wajifunze masomo ya lazima ambayo ndiyo masomo ya asili. Wanahamasisha watoto wafundishwe kusoma, kuandika, kuhesabu, sayansi na historia. Haya mengine wao hawayataki. Essentialism ni watu ambao tunaweza tukawaita kitaalamu teacher centered, kwamba mwalimu ndio kila kitu na wanafunzi kazi yao ni kusikiliza na kupewa maarifa. So it is like back to basic approach. Education should pass from teacher to student. Hao ndio wanaitwa essentialism. Sasa kuna nadharia ya pili ama maeneo la pili ambalo unatakiwa ujue ili uwe mbele ya wakati. Constructivist. Constructivist wao wanasemaje? Hawa constructivist unaweza tukasema kwa haraka ni student centered. Wanamtegemea zaidi mwanafunzi kwamba ndiyo kiongozi, ndio anayeamua. Wao wanaamini knowledge is actively constructed by learners through experience, social interaction and reflection rather than a passive observe. Tumeona katika essentialism kwamba mtu anapata maarifa kwa kumsikiliza mwalimu, passive learner. Mwalimu ndio kila kitu. Lakini hapa mwanafunzi anajipatia maarifa
si tu kwa kumtegemea mwalimu, lakini hata yeye mwenyewe anachangia. Kwa hiyo learners learn through experience, social interaction and reflection. Wanafunzi hawa wanajifunza kwa kupitia uzoefu wa maisha walioishi, kwa kuchangamana katika jamii, lakini kwa kumbukumbu za matukio walionayo. Kikubwa zaidi kwenye constructivist ni student centered. Alafu kuna nyingine existentialism. Existentialism, it emphasizes individual freedom, subjectivity and the personal responsibility. Msomaji ama mwanafunzi anapewa uhuru wa kuchagua anachotaka kuwa, sio kwamba nyinyi mwanze kumchagulia kama kule kwenye essentialism, kule kwenye basic, kwamba lazima watu wasome masomo haya. Kwa hiyo existentialism inampa uhuru mwanafunzi kujichagulia mwenyewe anataka kuwa nani. Kazi ya mwalimu kwenye existentialism, unaweza kuulizwa swali sasa, what is the role of teacher in existential philosophy? Kazi ya mwalimu kwenye existentialism ni kumfanya mwanafunzi ajue lengo lake hasa ni nini, kumfanya mwanafunzi ajue anachotaka, kumfanya mwanafunzi, kama mwanafunzi anataka kuwa daktari, wewe umwangalie, sio umlazimishe kwamba kuwa daktari. Kama anataka kuwa mwalimu, sio umlazimishe, kumwacha mwenyewe, kumsimamia mpaka mwenyewe ajue kwamba anachokitaka ni kitu gani. So learners choose what they want to study. Sasa mambo mengi ambayo ukiyasoma yanaweza yakakufanya ukawa mbele ya wakati. Kuna halo effects, kuna cognitive dissonance, kuna mental tension, kuna wanafalsafa kama kina Leon Festinger. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna vitu vya jumla ambavyo walimu wote wanavijua, ndio maana ukienda kwenye mtihani unapata 60. Kwa sababu maswali yako maswali 15, kama mtihani una maswali 25, basi maswali 15 ni maswali ambayo ni ya vitu ambavyo watu wote wanajua na watapata. Halafu kwenye 10 sasa ndio tunakuja kwenye patashika, ndio unataka sasa ujue vitu vya ziada kama hivi ambavyo najaribu kuvitaja. Sasa yako maswali zaidi, yako maeneo mengi, yako maeneo zaidi ya 27 ambayo unatakiwa uyasome, uyafahamu ili uwe mbele ya wengine, na hata kama utaingia katika mtihani wako basi usipate shida sana kujipatia maswali haya. Maeneo 27 ambayo yatakufanya uwe mbele ya muda. Ukitaka kujipatia, angalia katika comment ya kwanza nimeweka linki, lakini pia kwenye description nimeweka linki, ama unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja WhatsApp kupitia namba hii inayoonekana katika screen. Niwatakie maandalizi mema.